Manake lazima asilimu. Jana mtu kaulizwa swali hapa, Yesu aliingia kanisani akasema afate nini? Kaona mama ngoja niondoke kabisa, afate nini naye kanisani? Haya kanifuatisha, na yeye anasema afate nini? Bora hame kabisa. Mtu mzima anasema afate nini? Wewe unafuata nini? Na wakati Yesu akwenda kunjangu kohoa. Haya mama nifuatishe, sema Bismillahi Rahmani Rahim. Ashhadu an la ilaha illa Allah illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Takbir. Ulikuwa unaitwa nani dadangu? Regina. Regina nani? Regina Simon. Ulikuwa dhehebu gani? Roman Catholic. Pale kwa Maindo pale kuna kanisa Roman. Na kuulizeni Roma nchi. Ana nitaka ujue. Hamna dhehebu linaitwa Roma, huyo ni muongo. Ndio ujue kwamba ni waongo. Jamani, dhehebu Roma. Hakuna dhehebu linaloitwa Roma. Hamna. Haya, hamna. Hata sisi tunajua hamna. Mama nikuulize tena, dhehebu gani wewe? Si Roma wewe? Roma. Wewe unasema hamna, yeye mwenyewe anasema Roma. Omari wewe ni Muislamu, madhehebu mengine huyajui. Wanakushangaa Wakristo wenzio wako hapa. Manake wao wanajua kuna Roma, ina maana Roman Catholic, kuna Pentecost, kuna Yehova, kuna dhehebu la Katoliki lakini la Roma hamna. Ndio linaanza Roma. Hamna. Katoliki sio Roma. Haya basi. Roma ni nchi. Roma ni nini? Ni mji. Ni mji wa wapi? Wa Italy. Sio nini? Sio dini. Takidi. Sasa ujue kama unayosilimisha ni waongo. Yaani ujue kabisa ni waongo hao. Tumemaliza. Ndalo hujaanza. Unatusaidia sana. Hiyo kavu hiyo. Dadangu nataka jina gani sasa hivi? Zinati. Semea, weka kisemeo hivi. Nataka Zinati. Ndio. Chagua jina lingine zuri kabisa. Zulfa. Zulfa sawa, kwa sababu Zinati sijawahi kulisikia kwenye Uislamu, ndio maana nikaona chague jina lingine. Zulfa. Kina mama, kuna mwanamke wa Kiislamu anaitwa Zulfa Yupo. Una miaka mingapi mami? Miaka yako? Miaka yangu 20. Kabila gani? Mwera. Haya inshallah mama. Haya katibu andika patikula zake. Unaishi wapi? Kwa sasa hivi naishi Nyasa. Unaishi? Nyasa. Haya inshallah. Kina mama wa Kikristo msilimu, kwa sababu kwa Uislamu tuna upungufu wa wanawake. Hawa wote washaolewa wanawake, sasa ongezekeni watu waoe. Tarehe 1 leo tuna tarehe 1 mwezi wa 4 2008. Mimi leo namshukuru Mungu, leo nimetimiza miaka 49 kamili. Namshukuru Mungu, leo nimetimiza miaka 49 kamili leo. Kwa hiyo ukikapo ujue kidume bado mwaka mmoja nile nusu karne. Namshukuru Mungu, niombeeni dua. Naam. Haya. Sasa nilikuwa naomba tutulie ili tuanze kwa dua. Wenzetu waanze, alafu na sisi tumalize, kisha tutangaze mada. Mtoaji mada aanze.
mwenyekiti. Lakini ngojeni kwanza, nataka nikuulizeni. Mimi mwenyekiti niko hapa, jina langu mnalijua, naitwa Habibu Othman Mazinge. Sawa eh? Lakini mwenyekiti toka kaanza hajajitambulisha jina lake. Yaani nilikuwa naomba leo jitambulishe jina lako. Hawa wanakuheshimu, hawa ni mwenyekiti wao. Wasije wakasema sijui mwenyekiti wa Wakristo. Kwa hiyo jitambulishe, alafu mkabidhi ule bana. Kuna mama, nimemkaribisha mwenyekiti wenu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaomba Elisha ulete ombi wakati tunapoanza. Kabla ya ombi naomba niwashiwe hii mic ya bado haijawashwa huko bado. Naomba niwashie hii ya wireless. Ishawashwa hiyo. Haya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Basi na wasihi tuweze kuomba na hatimaye tukijiandaa kuingia katika mada zetu za leo. Basi tuombe. Yehova mtakatifu, Bwana wa majeshi, unaiketi mahali pasiri, wewe Mungu ambaye umetuumba kwa mapenzi mema na ukatuleta katika dunia hii, na wala si kwa hasara bali kwa faida, ili ukuu wako tuendelee kuona katika maisha yetu. Lakini Bwana, tazama katika siku hii ambapo ni tarehe 1 mwezi wa 4 mwaka 2008 tumeweza kufika hapa, si kwa mapenzi yetu bali kwa ukuu wako. Ima kusudi kubwa ni kuweza kusikiliza yale yote wewe Mungu ambaye unayasema katika vitabu vyako. Baba, tumekusanyika hapa, na kila mwanadamu aliyekusanyika hapa ni kuweza kusikiliza wewe Mungu na mwasia nini katika vitabu vyako. Baba, neno la leo na hata mjadala leo na hata mada itakayopelekwa mbele yetu, Bwana, tunakusihi Baba, wewe Roho wako Mtakatifu awezaye kufundisha watu, akaweze kuwafundisha katika masikio yao na hatimaye wakapate kuelewa. Na wahadhiri wote watakaposimama katika chini ya miguu yako Bwana, wewe Yesu, tunakusihi sasa utume malaika wako washuke wakilinda mkutano huu mwanzo hadi mwisho, kwa sababu Bwana umekusudia watu wengi wapate kuokolewa katika neno lako. Baba, tunajiachia mikononi mwako kama ulivyonyosha mikono yako msalabani. Yote haya tumeomba kwa jina la Yesu Kristo, Mungu mwenye uweza, mwenye kutoa rehema hata kwa watu wasiomtaka, na sote tuseme amen. Amen. Haya, mmesikia dua wenzetu ameomba vizuri kabisa. Mungu Yesu. Haya, upande wa Islam tunaomba dua. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. ربنا اغفر لنا اخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك الرؤوف الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قل كما قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للعالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Haya. Mada zilikuwa zimebaki mbili. Leo tukiongea basi itabaki moja, na hiyo moja ndio itamaliziwa kesho. Hii leo ingine inamaliziwa ya kesho, ndio maana ikabidi tuongeze muda. Mada ya leo, ipi ibada sahihi kati ya ibada ya Kikristo na ibada ya Kiislamu?
nikiwa na maana kati ya kusujudu na kupiga magoti. Ipi ibada iliyo sahihi? Wanaopiga magoti wa Kristo, wanaosujudu Waislamu. Ipi ibada sahihi? Leo namrudishia mwenyekiti kwa sababu jana mtoa mada alikuwa ni Muislamu. Kwa hiyo leo namrudishia mwenyekiti ili ipandishe mada kwa upande wa wenzetu. Karibu mwenyekiti. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwenyekiti aliniomba nijitambulishe jina. Wale wasionifahamu, mimi naitwa Mr. Magere. Asiyenifahamu naitwa Mr. Magere Azeni Force. Hilo jina ni ngumu kuliandika, spelling zake mpaka wewe kidogo umepitia shule ngumu kweli. Hayo maneno ya uongo na wewe. Yaani hiyo mpaka utamke moja moja alafu ndio uandike. Samuel Magere Azeni Force. Bwana Yesu asifiwe. Tunazo dakika 20 za waziri wetu kusimama na kutetea mada ya leo. Atakayeanza leo ni upande wa Kristo. Atasimama kwa ajili ya namshukuru Mungu kwa kunipa nafasi hii, maana kama Mungu asingenipa nafasi ya kuishi, hata wenye viti wasingekuwa na nafasi ya kunipa. Lakini Mungu alianza kunipa nafasi, alafu nimepewa tena nafasi na wenye viti wote wawili. Mada ya leo inasema ipi ni ibada sahihi. Chukulia neno ibada sahihi kati ya kusujudu au kupiga magoti. Nami naianza kama ifuatavyo. Danieli 6:10. Danieli 6:10. Danieli 6:10. Danieli 6:10 anasema. Anasemaje? 6:10 anasema, hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi. Sasa Danieli alikuwa anatakiwa muabudu mfalme. Aliambiwa wewe usimwabudu Mungu wako, umwabudu mfalme Nebukadreza. Sasa watu wakaandika sheria ya kumwabudu mfalme, maandiko yale yakatiwa muhuri, yani yakapasishwa na watumishi wa mfalme. Ikawaje? Akaingia nyumbani mwake. Danieli akaingia ndani ya nyumba yake, akafanyaje? Na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kuelekea Yerusalemu. Madirisha ameyaweka wazi. Akapiga magoti mara 3. Akapiga magoti mara 3. Kila siku akasali. Akapiga magoti kila siku mara 3 akiwa anasali Danieli. Akashukuru mbele za Mungu wake. Akawa anamshukuru Mungu kama alivyokuwa akifanya tokea hapo mwanzo. Kumbe tangu mwanzo Danieli ndio kawaida yake kusali huku amepiga magoti. Matendo 20:36. Matendo 20:36. Kwa hiyo Danieli tabia yake ni kupiga magoti akiwa anasali, ndio tabia yake. Sasa ilipowekwa sheria ndio akazidisha, akaweka msisitizo wa kuwa anasali huku anapiga magoti. Matendo 20:36 Biblia Takatifu inasema. Inasemaje? Na alipokwisha kunena hayo, akapiga magoti, akaomba pamoja nao wote. Paulo naye tabia yake alikuwa anawachukua watu, wanamshukuru Mungu, wanapiga magoti, wanaomba pamoja. Haleluya. Matendo 21:5. Naenda haraka kidogo. Matendo 21:5. Hata tulipotimiza siku zile tukaondoka. Sasa Paulo na wenzie wamepanda sehemu kuwahubiria watu. Walipomaliza siku zao zile za kuhubiri, wakawa wanaondoka sasa. Tukaenda zetu na watu wote. Wakaondoka na watu wote wa kile kijiji, pamoja na wake zao na watoto wao. Wale wanaume na wake zao na watoto wao. Wakatusindikiza mpaka nje ya mji. Wakawasindikiza wakina Paulo mpaka nje ya mji. Tukapiga magoti. Tukapiga magoti sisi
pwani tukaomba. Wakapiga magoti kule pwani, wakawa wanamuomba Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Paulo naye alikuwa tabia yake akimwomba Mungu. Hii ni ibada, anasali ibada, anapiga magoti, anamuomba Mungu. Wewe Paulo ulijifunza kwa nani? Wakati wewe Paulo ni mtume mdogo katika wale mitume wa Yesu. Yaani wana grade, kuna mkubwa, wanafuatana mpaka wa mwisho kabisa. Mdogo ni Dr. Paul. 9:40 Matendo ya Mitume. Amejifunza kwa mtume baba yake wa kitume. 9:40 Matendo ya Mitume hiyo. 9:40 Matendo ya Mitume. Anasema Petro akatoka nje. Petro akatoka nje wote, akapiga magoti akaomba. Sasa Petro akawatoa watu wote wakatoka nje. Alafu alipotoka nje akapiga magoti akaanza kuomba. Akaomba. Kisha akaelekea yule maiti akanena. Sasa alipopiga magoti akaomba, alipomaliza kuomba akarudi akamfuata yule maiti yule aliyokuwa amekufa. Akafanyaje? Kabisa. Ondoka. Na akafumbua macho yake. Na alipomwona Petro akajiinua akaketi. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Watu wametolewa nje na Petro anasema jamani, huku ndani hakutoshi, ni kudogo, tutoke nje. Wakatoka kwenye uwanja kama hivi, wakapiga magoti, wakaanza kumuomba Mungu. Tabita amekufa wakati bado tunampenda, bado tunamhitaji Tabita, tunaomba. Wakaomba mbele za Mungu, Petro akiwa kiongozi wa maombi yale. Alipomaliza akainuka akaiendea maiti akasema, simama Tabita, amka. Maombi ya kupiga magoti yalimuamsha hata aliyekufa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni Petro. Yani Paulo alijifunza hasa kwa Petro. Petro alipiga magoti wakati wa kuomba. Kwa hiyo Paulo akasema kumbe ndio staili yenyewe. Kwa sababu Paulo alikuwa mambo ya kila magumu, kuna jambo halielewi, yeye anaenda kuuliza kwa Petro. Kuna kipindi alikuwa anabishana juu ya tohara. Tohara ifanyike vipi? Tohara Mungu anayoitaka ni ya namna gani? Watu watahiriweje? Waliposhindana wakakosa majibu, wakamtuma Barnaba, nenda kwa Petro ukatuulizie huko ibada tohara nzuri ni ipi. Kwa hiyo Petro alikuwa ndio msimamizi wa kanisa aliloliacha Yesu. Petro alikuwa anasali akiwa amepiga magoti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wewe Petro, wewe Petro, umejifunza wapi? 22:41 Luka. 22:41 Luka anasema. Kuanzia 40 anasema. Alipofika mahali pale aliwaambia, ombeni kwamba msiingie majaribuni. Yesu anawaambia wanafunzi wake, nyinyi wanafunzi wangu, ombeni ili msiingie kwenye majaribu. Sasa maombi yenyewe yalikuwaje? Mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe. Yesu akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe. Pana umbali kidogo kutoka kwa wanafunzi mpaka kwa Yesu, lakini amewaambia kaeni muombe msije mkaingia kwenye majaribu. Akasogea mbele kidogo, ikawaje? Akapiga magoti. Yesu akapiga magoti akaomba. Haleluya. Amen. Hakuna andiko lolote Yesu aliwahi kusujudu. Sasa leo eti tusujudu, tumfuate nani sasa? Danieli anapiga magoti. Paulo naye anapiga magoti, na kusanyiko kubwa watu wanapiga magoti. Yeye Paulo alijifunza kwa Petro. Petro naye alikuwa anapiga magoti. Yesu naye akafika akapiga magoti akaomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Yaani Biblia kwa habari ya ibada imeweka wazi sana. Tutakuja kuangalia Qur'ani, wanaosujudu ni akina nani? Je, wanasujudu? Na kama wanasujudu, watu gani wenye sifa ya kusujudu? Maana sio wote tu, wengine wanakurupuka tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe.
nisomee Isaya 45:23. Je, ni kukurupuka tu au ni amri? Kupiga magoti ni kukurupuka au ni amri? 45:23 anasema. Anasemaje? Tuanzie mstari wa 22. Niangalieni mimi mkaokolewe. Niangalieni mimi mkaokolewe. Mungu ndio anasema maneno hayo. Enyi ncha zote za dunia. Enyi ncha zote za dunia, dunia nzima iniangalie mimi Mungu na kuokolewa. Anasema maana mimi ni Mungu. Maana mimi ni Mungu, anajitambulisha mwenyewe. Yeye huyo ni Mungu anayezungumza maneno hayo. Hapana mwingine. Hapana mwingine. Kwa nafsi yangu nimeapa. Kwa nafsi yangu mimi Mungu nimeapa. Neno hili limetoka kinywani mwangu katika haki. Neno hili limetoka kwenye mdomo wangu mimi Mungu. Yani Mungu ndiye anazungumza. Neno hili limetoka kwenye kinywa changu. Neno gani hilo? Wala halitarudi. Wala halitarudi. Ya kwamba wafanyeje? Mbele yangu mimi Mungu kila goti lipigwe. Haleluya. Na kila ulimi wape. Asante. Maandiko yanathibitisha, Mungu anasema nimeapa. Neno hili ninalolitoa halitarudi, yani sintabadilisha. Neno hili ninaloliapa, nimeapa kwa nafsi yangu mimi mwenyewe, halitarudi. Kwamba mbele yangu mimi kila goti lipigwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo habari ya kusujudu ndani ya Biblia iko wazi, ni amri iliyotoka kwa Mungu, na tunaowafuata kiimani wamepiga magoti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wamepiga magoti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hebu tuende tuangalie kwenye kusujudu. Mimi nina wasiwasi na watu wanaosujudu. Inawezekana kuna vitu hawavijui. Kupiga magoti ni ibada sahihi, kwa sababu walioomba walikuwa wanapiga magoti, waliokuwa wanafanya ibada. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba nisomee Ufunuo 13:4. Ufunuo 13:4. Ufunuo 13:4. Ufunuo 13:4 anasema wakamsujudu yule mnyama. Sasa kuna watu wanamsujudu mnyama. Wakristo, haleluya. Amen. Endelea. Anasema wakamsujudu yule joka kwa sababu alimpa huyo mnyama uweza wake. Walimsujudu joka kwa sababu alimpa mnyama uweza wake. Na wakamsujudu yule mnyama. Sawa. Wakisema anasema wakisema ni nani afananaye na mnyama huyu? Sasa wanamsujudu joka na yule mnyama, wanasema ni nani afananaye na mnyama huyu? Yani wanamsifu kabisa. Nenda mstari wa 8. Mstari wa 8 anasema anasema na watu wote wakao juu ya nchi. Sasa watu wote walioko juu ya nchi watamsujudu kila ambaye jina lake. Sasa kila mtu ambaye yuko juu ya nchi atamsujudu. Watu gani ambao watamsujudu? Sifa, endelea. Jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Sasa kila ambaye hajaandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo atamsujudu mnyama. Wakristo, haleluya. Amen. Imeisha. Anasema aliyechinjwa tangu kuwekwa kwa misingi ya dunia. Inatosha. Sasa habari ya kusujudu, tuna wasiwasi hawa wanamsujudu mnyama. Hiyo ndio wasiwasi wangu tu. Maana usije ukakurupuka na ibada ya kusujudu ukakumbe unamsujudu mnyama. Sasa sifa zao 14:9 hapo 14:9. Sifa ya anayesujudu mnyama utamjua kwa sifa hizo. 14:9 anasema na mwingine malaika watatu. Sasa Yohana akamuona malaika watatu. Anafanyaje? Na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu. Sasa malaika anawafuata, anasema kwa sauti kubwa. Anasemaje malaika? Mtu yeyote akimsujudia huyo mnyama. Sasa mtu yeyote akimsujudia huyo mnyama
na sanamu yake, alafu akaisujudia na sanamu yake, na kuipokea chapa katika paji la uso, na kupokea chapa. Haleluya. Rudia hapo. Rudia hapo. Anasema na mwingine malaika watatu akafuata akisema kwa sauti kuu. Anasemaje malaika? Mtu awaye yote akifanyaje? Akimsujudia huyo mnyama na sanamu yake, na kuipokea chapa. Na kuipokea chapa wapi? Katika kipaji cha uso wake. Haleluya. Hii sasa sifa ya anayemsujudia mnyama lazima awe na chapa kwenye paji la uso. Yaani alama hiyo ujue kwamba unamsujudia mnyama. Ya Kristo, haleluya. Sisi tunaogopa kusujudu, tutapata alama, tutaonekana tunamsujudia mnyama. Ibada ya kusujudu jamani, hivi nani aliwaambia msujudu? Ya Kristo, haleluya. Amen. Ya Kristo, haleluya. Amina. Sasa kama hawamsujudii mnyama, nina wasiwasi inawezekana wanatusujudia sisi. Amen. Kama hawamsujudu mnyama, nina wasiwasi wanatusujudia sisi. Msomaji? Nipo. Msomaji? Nipo. 3:9. 3:9 anasema Ufunuo. 3:9 Ufunuo. Anasema, tazama nakupa wale wa sinagogi la Shetani. Sasa ninakupa watu ambao ni wa sinagogi la Shetani, wasemao kwamba ni Wayahudi. Wanajifanya ni Wayahudi kwa sababu sinagogi wenye mali yao ni Wayahudi. Sasa kuna wengine wanajipendekeza kwa Wayahudi. Nao sio. Nao wasemao uongo. Wanasema uongo. Tazama, nitawafanya hao watu wanaojipendekeza kwa Wayahudi, nitawafanya. Utawafanya nini? Nitawafanya waje kusujudu mbele ya miguu yako. Nitawafanya waje kusujudu mbele ya miguu yako. Anasema, nitawafanya waje kusujudu juu mbele ya miguu yako. Na kujua ya kuwa mimi nakupenda. Asante, haleluya. Amen. Wasujudu mbele ya miguu yako. Hebu rudi juu hapo 7. Nani alikuwa anaambiwa 7 hapo? 7 anasema, na kwa malaika kanisa lililoko Philadelphia andika. Sasa kumbe habari anapewa malaika wa kanisa lililoko Philadelphia. Kwa hiyo watu wanasujudu mbele ya kanisa, wanawasujudia watu wanaoingia kanisani miguuni. Amen. Sasa mawili inabidi mchague katika hiyo. Je, mnamsujudia mnyama ndio maana mnapata chapa? Na wale wasiopata chapa, je, wanatusujudia sisi? Danieli alipiga magoti wakati anasali, anafanya ibada. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Twende kwenye Korani, tuangalie wenye kusujudu wana sifa gani. Msomaji? Nipo. Kimi kabisa. 7:120 Korani. 7:120 nasema. Tutaona wanaosujudu wana sifa gani. 7:120. 7:120 anasema. Inasemaje? Na wachawi. Na wachawi. Na wachawi. Na wachawi. Wakapinduliwa. Wakapinduka wanafanyaje? Wanasujudu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamani, huu msiba. Aya ya kwanza tu ndani ya Korani, kumbe wanaosujudu ni wachawi. Ndio maana wengine wanashtuka hapa, nasema wengine wanabaki wakiambia jamani swala, wengine wanabaki wanasema ile inayokwenda ile michawi ile. Haleluya. Amen. Hiyo ni aya, wanaosujudu kwenye Korani wachawi. Sasa utaona tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuweke zege kabisa, utasema kuna wachawi na wasio wachawi. Msomaji? 2:102 Korani. 2:102 Korani. 2:102.
Anasema wakafuata yale waliowafuata mashetani, wakayafuata walioyafuata mashetani. Watu hawa hatujui sifa yao, wakadai kuwa walikuwa katika ufalme wa Nabii Suleiman. Naye Suleiman hakukufuru, bali mashetani ndio waliokufuru. Sawa. Wakiwafundisha watu uchawi waliokuwa wakiujua wenyewe tangu zamani. Sasa mashetani waliwafundisha watu uchawi. Hao wachawi ni wakina nani? Shuka. Shuka chini. Fafanuzi inasema fafanuzi. Suleiman aliyetajwa hapa, Suleiman aliyetajwa hapa kwenye Qur'ani ni Nabii Suleiman. Ni Nabii Suleiman. Mayahudi wana itikadi Nabii Suleiman kuwa ni mfalme aliyepata ufalme kwa uchawi. Sawa, si mtume. Wanasema si mtume Wayahudi. Basi na hawa wachawi wa Kiislamu na wachawi wale bwana, wewe si wachawi wa Kikristo. Narudia mwalimu, si wachawi wa Kikristo, wachawi wa Kiislamu. Hebu rudia, wachawi wa nini? Anasema basi na hawa wachawi wa Kiislamu. Hapa ndipo ninapochoka. Wachawi wa Kiislamu ndio wenye kusujudu. Haleluya. Hakuna aya yoyote kuna wachawi wa Kikristo. Huwezi kumpata Mkristo mchawi. Mchawi Mkristo hawezi kumpata. Lakini Qur'ani inasema wachawi wa Kiislamu ndio wanaosujudu. Wakristo, haleluya. Haleluya. Amen. Ndani ya Biblia nzima, labda niwaambie kidogo kwa sababu muda wangu nao nakimbia sana. Niwaambie kidogo habari za kusujudu. Habari ya kusujudu, ndani ya Biblia kuna watu waliosujudu kwa namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Ibada ya kusujudu ilikuwa inatumika kama heshima, na sio, yani kusujudu kulikuwa kunatumika kama heshima, sio ibada. Hakuna andiko lote linasema alisali kwa kusujudu. Aya moja tayari. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ukoone kidogo. La hasi la Kristo. Haya. Sasa naomba Wakristo na Waislamu tushike peni. Naomba Wakristo na Waislamu tushike peni. Ukifika nyumbani unasoma Biblia. Somo hili ndio tunamaliza ile kazi tuliyotumwa na Allah. Tuseme inshallah. Ya haya. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ama tunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetuwezesha kukutanika siku hii ya leo. Ziada za rehema zimwendee mtume wa zama hizi aliyetumwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuongoa ulimwengu mzima kutokana na kiza kinene cha ushirikina, ukafiri, na kuwaleta katika nuru, bi maana kwamba ndio Uislamu, si mwingine nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zanguni, nimesimama hapa mada ya awali, ibada ya kusujudu. Nadhani mhubiri wa Kikristo ni namna alivyoanza, kadiri alivyoanza nadhani watu wamesikia. Ama ndugu zanguni, awali ya yote nitaanzia na Qur'ani kwa kuwa ni dira ya Uislamu. Sura ya 21 aya nambari 92. 21 aya nambari 92. Ndani ya kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Naam. Na ni uongozi kwa mchao Mwenyezi Mungu. Naam. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tuliwaambia wote hao. Mungu anasema tuliwaambia wote hao. Hii ni past tense, wakati uliopita. Tuliwaambia wote hao. Kwa yakini huu umma wenu. Kwa yakini huu umma wenu ni umma mmoja. Ni umma mmoja.
na mimi ni Mola wenu mmoja, na mimi ni Mola wenu mmoja. Kwa hivyo niabuduni. Kwa hivyo niabuduni. Inatakiwa wanadamu wote tumwabudu Mungu huyu mmoja. Sasa leo kuna makundi mawili yaliyopo makubwa kabisa, hali ya kwamba wanadai kwamba wao wana vitabu vya Mungu. Muislamu anadai kwamba anayo Qur'ani na anaiamini Torati, Zaburi na Injili. Mkristo na yeye anadai anamwamini Mungu na ana mwongozo wa kitabu kinachoitwa Biblia. Lakini kuondokana na fitina hii, ili ionekane ukweli wa kumwabudu Mungu mmoja, ukweli wake ni nini? Hii ibada ya kusujudu, je, hao Waislamu katika umati Muhammad wamebuni au ilikuwepo kabla? Ndugu zanguni, jambo la kwanza, kabla sijaingia kwenye mada tu, kiakili tu, haiwezekani mtu anayekoga kila siku na anayekoga kwa wiki mara moja wakawa sawasawa. Hii never. Yani sisi Waislamu tunasali kutwa mara 5 eti tulingane na Mkristo anayesali kwa wiki mara moja. Hii haiwezekani. Haiwezekani. Ndugu zanguni, mwalimu wa Kikristo katoa aya, baadhi ya aya. Sasa sisi Waislamu kama Waislamu itabidi tuyapitie maandiko nini anasema. Lakini vile vile bado sijaingia kwenye mada. Nimesikitika kitu kimoja. Nimesikitika hapa 28:16 Mathayo. Hii siwezi kuiacha. 28:16 Mathayo inasema, naam, na wale wanafunzi 11 kulingana na mwalimu wa Kikristo Omari, wanafunzi 11 ilikuwa nini? Wakaenda Galilaya mpaka mlima ule alioagiza Yesu. Nao walipomwona walimsujudia. Yani kwa kinywa kipana leo hii mwalimu wa Omari wa Kikristo anasema wanafunzi wote wa Yesu walikuwa wachawi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huu ni msiba juu ya msiba. Ndugu zanguni, ama kwa haraka wakati narejea maandiko, Mathayo 6:9 Mathayo inasema hivi, basi ninyi salini hivi, Baba yetu uliye mbinguni. Tulia, Yesu anasema salini hivi, sio semeni hivi. Ingekuwa semeni hivi, kulikuwa kuna salini hivi. Bibi ni vitendo. Tumuulize Yesu tena, Yesu ulisema salini hivi, ulikuwa na maana gani? 6:46 Luka. 6:46 Luka inasema hivi, na kwa nini mnaniita Bwana Bwana, walakini hamyatendi niyasemayo? Anasema kwa nini mnaniita Bwana Yesu hamyatendi niyasemayo? Yesu alisema salini hivi, inatakiwa mtende. Endelea. Kila mtu ajaye kwangu. Wewe 6:9 Mathayo. 6:9 Mathayo. Naam, salini hivi. Baba yetu uliye mbinguni. Baba yetu uliye mbinguni. Jina lako litukuzwe. Kwanza ilitakiwa ninyi wa Kristo mlitambue jina la Mwenyezi Mungu anaitwa nani. Yesu anasema jina lako litukuzwe. Jina la Mungu anaitwa nani? Ndio maana wa Kristo mpaka leo kwa kukosa jina la Mungu ni marufuku kuchinja, kwa sababu Mungu hawalijui jina lake. Na wakichinja wa Kristo wakaimlisha Muislamu jela miaka 7. Jina lako litukuzwe. Jina la Mungu linatukuzwa vipi? Jina la Mungu linatukuzwa vipi? Kwa vinanda, kwa nyimbo. Linatukuzwa vipi jina la Mungu? Zaburi 99:5. Zaburi 99:5 kwa wenye kuandika. Zaburi 99:5 inasema hivi, mtukuzeni Bwana Mungu wetu. Mtukuzeni Bwana Mungu wenu.
Mtukuzeni Bwana Mungu wetu. Naam. Sujuduni penye kiti cha miguu yake. Umeona? Kumbe Mungu, rudia tena andiko hilo, hawajasikia wale. Rudia tena. Mtukuzeni Bwana Mungu wetu. Biblia inasema mtukuzeni Bwana Mungu wenu. Sujuduni penye kiti cha miguu yake. Umeona maneno hayo? Kwa hiyo kumtukuza Mungu ni kusujudu. Ukisujudu lazima utakuwa umemtukuza nani? Mungu. Nini maana ya kusujudu? Nyakati wa pili 7:3. Nyakati wa pili 7:3. Nyakati wa pili 7:3. Nyakati wa pili 7:3 inasema hivi. Wakatazama wana wa Israeli wote. Wakatazama wana wa Israeli wote. Uliposhuka ule moto, naam, utukufu wa Bwana ulikuwepo juu ya nyumba. Utukufu wa Mungu, utukufu wa Mungu. Wakasujudu kifulifuli. Wakasujudu kifulifuli. Hata nchi sakafuni. Hata nchi sakafuni. Wa Kristo, sakafu amejui. Floor. Sakafuni. Wakaabudu wakamshukuru Bwana wakisema. Kwa hiyo ukisujudu kichwa kiguse kwenye ardhi, hapo utakuwa umemwabudu nani? Mungu. Kama hujasujudu bado hujamwabudu nani? Mungu. Mungu akae kwenye kiti na wewe kanisani ukae kwenye kiti, basi atakuwa nani? Basi atakuwa nani? Nenda 6:9. Jina lako litukuzwe. Tumeangalia kutukuza jina la Mungu, kumbe ni kusujudu. Ni kusujudu. 6:9 Mathayo. 6:9 Mathayo. Naam. 6:9 Mathayo. 6:9 Mathayo. Naam. 6:9 Mathayo inasema hivi. Baba yetu uliye mbinguni. Jina lako litukuzwe. Naam. Ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama mbinguni. Tulia. Yesu anasema mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yanavyotimizwa mbinguni. Mbinguni kuna mapenzi ya Mungu. Mapenzi yanayotimizwa mbinguni inatakiwa yafanane na hapa duniani. Mbinguni kuna nini? Yesu, tufafanulie mbinguni kuna nini? 7:11 Ufunuo. 7:11 Ufunuo. 7:11 Ufunuo. 7:11 Ufunuo kwa wenye kuandika inasema hivi. Inasema naam, na malaika wote. Unaona, mbinguni kuna malaika, malaika wote walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi, kwenye kiti cha enzi na za hao wazee na za wale wenye uhai wanne. Naam. Nao wakaanguka kifudifudi. Malaika wakaanguka kifudifudi, wakafanya nini? Mbele ya kile kiti cha enzi. Mbele ya kile kiti, sio viti, kiti cha enzi. Wakafanya nini? Wakamsujudu Mungu. Yesu aliposema mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yanavyotimizwa mbinguni, mbinguni malaika wanasujudu na Waislamu duniani tunasujudu. Ina maana wewe Omari, mwalimu wa Kikristo, wewe unawatukana mpaka malaika unawaambia wachawi, yani bila aibu. Wewe unawatukana malaika. Ndugu yangu, hapo tena unawatukana malaika wachawi. 11:1-2 Ufunuo. Yesu bado tufafanulie. 11:1-2 Yesu yuko mbinguni, anatoa maagizo gani? Inasema nikapewa mwanzi kama fimbo, na mmoja akaniambia, inuka ukalipime hekalu la Mungu. Nenda kalipime hekalu la Mungu, sio kanisa, hekalu la Mungu. Na madhabahu na hao wasujudumo humo. Wenye kusujudu humo ndani ya hekalu wasujudu. Ibada ya sala iko pale pale.
Yesu hebu tufahamishe tena, unasemaje? 19:10 Ufunuo. 19:10 Ufunuo. 19. Huyu ni Yesu, huyu ni Yesu, huyu ni Yesu. Inasema nami nikaanguka mbele ya miguu yake, naam, ili nimsujudu. Akaniambia, naam, angalia usifanye hivi, usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako, naam, na wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Wale wote wenye ushuhuda na Yesu wafanyeje? Msujudie Mungu. Takbir. Kwa sisi Waislamu tuna ushuhuda wa Yesu, ndio maana tunamsujudia nani? Mwenyezi Mungu. 22:9 Ufunuo. 22:9 Ufunuo. 22:9 Ufunuo inasema. Inasemaje? Naye akaniambia. Biblia hiyo. Naye akaniambia, angalia usifanye hivi. Usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako, na wa ndugu zako manabii, na wale washikayo maneno ya kitabu hiki. Kitabu gani? Na wale washikayo maneno ya kitabu hiki. Kitabu gani? Kitabu cha Biblia. Wafanyeje? Msujudie Mungu. Takbir. Kwa maana hiyo Biblia kumbe ni yetu sisi Waislamu. Wakristo hawana Mungu, kitabu hawana, na nabii hawana. Takbir. Musa 34:8 Kutoka 34:8 Kutoka. Wewe nabii Musa unasemaje? 34:8 Kutoka. 34:8 Kutoka inasema Musa akafanya karaka. Musa akafanya karaka, akaruku, akainamisha kichwa chake hata nchi. Akafanya nini? Akasujudu. Akasujudu. Musa alikuwa akisujudu. Hiyo ni Biblia. Yaani wewe Musa ni mchawi? Daudi, unatoa maelekezo gani? Daudi, unatoa maelekezo gani? Zaburi 5:7. Zaburi 5:7 inasema hivi, bali mimi kwa wingi wa fadhila zako nitaingia nyumbani kwako na kusujudu kwa kicho nikielekea hekalu lako takatifu. Unaona, inatakiwa na kibla pale pale. Ndio maana sisi Waislamu misikiti yote inaelekeza Maka. Sasa angalia makanisa mengine yanaangalia Lukuledi, mengine yanaangalia Msumbiji, kila moja kivyake. Waislamu takbir. Huyu bwana anasema Paulo baba, wewe unasemaje? 12 Wakorintho 2:15. Paulo, yani Paulo leo hii unamweka hapa. Wakorintho 2:12-15. Wakorintho 2:12-15 inasema hivi. Inasemaje? Inasema Mungu ukisema kwa kuwa mimi 12:15 Wakorintho 2. Hii kompyuta inafanya kazi. 12:15 Wakorintho 2. Inasema nami kwa furaha nyingi nitatapanya. Mimi Paulo kwa furaha nyingi nitatapanya. Nini maana kutapanya? Ni kuweka hovyo. Paulo anasema nitaweka hovyo. Tena nitatapanywa kwa ajili ya roho zenu. Tena kwa ajili ya roho zenu nyewe wa Kristo. Kadri nizidivyo kuwapenda sana, ninapungukiwa kupendwa. Paulo unapendwa mpaka masasi, na wa Kristo unapendwa baba. Lakini na iwe hivyo. Paulo anasema na iwe hivyo. Mimi sikuwaelemea. Mimi Paulo sikuwaelemea nyinyi wa Kristo. Bali kwa kuwa mwerevu. Mimi Paulo ni mjanja. Na aliwapata kwa hila. Nawapata ni kwa hila. Kwa sababu gani? 18:12 Matendo. 18:12 Matendo ya Mitume inasema. 18:12 Matendo. Hata Kario alipokuwa liwali wa Akaya, Wayahudi wakamwinukia Paulo kwa nia moja. Wayahudi wenyewe walimfahamu vizuri sana Paulo. Walimwinukia Paulo kwa nia moja. Paulo
wakamleta mbele ya kiti cha hukumu. Kwa sababu gani? Wakisema mtu huyu huwavuta watu ili wamwabudu Mungu kinyume cha sheria. Kumbe kazi ya Paulo ni kuwavuta watu wamwabudu Mungu kinyume cha sheria. Ndio nawapigisheni kwata ya magoti. Pigeni magoti. Shuleni mimi wakati nasoma ya haya shuleni, mwalimu adhabu piga magoti. Mwalimu mkuu anasema piga magoti. Maana hata shule za huku Masasi piga magoti. Shuleni wapige magoti, kanisani mpige magoti. Nichorewa mimi kanisani mkipiga magoti nini? 20:36 Matendo 20:36 Matendo ya Mitume inasema alipokwisha kunena haya, naam, akapiga magoti. Naam, akapiga magoti. Akaomba pamoja na wote. Wakalia sana wote. Ndio maana tunakuta watu Yesu anagonga mpaka ukuta. Wakamwangukia Paulo shingoni, wakambusubusu. Kumbe kanisani mkipiga magoti mnambusubusu Paulo, hamjamwabudu Mungu. Hamjamwabudu Mungu. Sallallahu ala Muhammad. Alafu wewe kijana, hebu soma 8:9 Matendo. Namba ya ndani ya Uislamu huwezi kupata. 8:9 Matendo. 8:9 Matendo ya Mitume inasema na mtu mmoja jina lake Simioni. Simioni tulia, ni jina la Kikristo. Hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule. Kwa hiyo mchawi ni Simioni, na Simioni ndio Wakristo wenyewe. Kwa hiyo Simioni wa Uislamu. Simioni huyo Simioni. Na Simioni sio Muislamu, Simioni Mkristo. 13:6 Matendo. 13:6 Matendo. Wachawi wanapatikana ndani ya Biblia. Hakuna aya ndani ya Qur'ani kwamba Waislamu ni wachawi. Hakuna. Sisi Waislamu tunamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kusujudu. Endelea. 13:6 Matendo ya Mitume inasema na walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, wakaona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo, Myahudi, jina lake Bar Yesu. Umeona Biblia hiyo Bar Yesu ndio chawi, limepatikana ndani ya Biblia. Hapa mada ni kusujudu. Ipi ibada ya kweli? Ipi ibada ya kweli ya kusujudu? 12:1 Walawi. 12:1 Walawi. Hii siachi. Hii ni wakati mwafaka. 12:1 Walawi. 12:1 Walawi inasema. Hii 12:1 Walawi ni mwafaka. Inasema kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na hao wana wa Israeli uambie, mwanamke akitunga mimba na kuzaa mtoto mume, ndipo atakuwa yunajisi siku 7. Kama katika siku za kutengwa kwake kwa ajili ya hedhi, ndivyo atakavyokuwa najisi. Siku ya 8 mtoto atatairiwa govi ya zunga lake, na huyo mwanamke atakaa katika damu ya kutakata kwake siku 30. Na tulia, nyinyi wa Kristo makanisani, mwanamke akiwa na hedhi anaingia tu, tunaluka na Yesu, tunacheza na Yesu. Tunaluka na Yesu, tunacheza na Yesu. Tunaluka na Yesu, tunacheza na Yesu. Yaani mna hatari nyie. 2:22 Qur'ani. Ndio maana sisi Qur'ani 2:221 Qur'ani. 2:221. 2:221 Qur'ani. 2:221. Ndani ya kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Ujumbe umefika hapo. Nani uongozi kwa mchao Mwenyezi Mungu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wala msiwe wanawake 222. Hapo tutamka chini. 222. Inasema na wanakuuliza juu ya hizi. Naam. Waambie huwa ni uchafu, basi jitengane na wanawake wakati wa hedhi zao. Umeona Qur'ani imetoa mwongozo kwamba wanawake wanapokuwa katika hedhi jitenge. Na ndio maana sisi Waislamu hata mwanamke akiwa katika hali hiyo, jamani, msikitini anaingia mwanamke. Sasa angalia nyinyi
Kristo hajulikani mwanamke na hedhi au hana. Kama Yesu tumswalie Mtume. Bado kesho tunamalizia somo la Paulo. Kesho tuna mada ndio tunafunga, Paulo ni mtume au si mtume, mpaka tuone hapa mwanaume nani. Kunja ngumi, kohoa kidogo, takbir, mpaka tuone kidume Muislamu au Mkristo. Tutaona kidume. Aya, sasa maswali. Kila mtu ana hiari yake. Aya, panda juu hapo. Panda juu, tafsirimu wote. Lete maiki, lete maiki. Kama kuna mwingine waje na silimu wote wateremke pamoja. Usimwangalie, utumia hii hapa. Semeni bismi Bismillahi Rahmani Rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nakiri kwa moyo, natamka kwa ulimi ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu mmoja, na Mtume Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na Yesu mwana wa Maryamu si Mungu wala si mtoto wa Mungu. Takbir. Kuna mtu kanipigia simu hapa lakini mimi sipokei. Kwanza sikilize muhadhara. Jina lako unaitwa nani wewe kwanza? Jina langu Dickson. Dickson nani? Dickson Aston. Ulikuwa Mkristo? Nilikuwa Mkristo. Sasa hivi unataka jina gani katika Uislamu? Nataka jina la Musa. Takbir. Wewe hapo jina lako? Magnus Peter. Wewe jamaa unatisha wewe. Unataka jina gani katika Uislamu? Razak. Takbir. Abdurrazak. Ninyi Waislamu kazi hii tunafanya, nyinyi mnasaidia kazi hii. Inshallah Mwenyezi Mungu atakulipeni ninyi pamoja na sisi siku ya kiyama. Tuseme inshallah. Tunaambia msaidie kazi hii, Allah ndio mlipaji. Aya, teremkeni, mambo mengine mmalize hapo kwa sababu nimepewa dakika 2. Nimepewa dakika 2 tu. Aya, tuage. Wewe Saimu, zungusha kamera hiyo, watu wanaaga. Kaanza wana Omari. Muadhara wa nyuma kuna 15 hatukuweka. Hawa ni katika mdahalo tu. 86. Kunja ngumi, kohoa, takbir. Nani anamwahidi Allah yuko tayari kufa na Uislamu? Mkono juu. Tuseme inshallah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wala Wakristo msiwe na hofu katika hilo. Hebu tupungiane mikono. Amina. Kutoka kwa adili wetu, tunaanza na mwadili upande wa wenzetu Waislamu. Ya haya, panda juu, muulize swali dogo tu. Sitaki kubwa leo. Punguza, teremsha. Naomba tutulie, tusikilize swali. Waislamu takbir. Lakini kabla ya swali
Hebu nisomee Wakolosai 3:16. 3:16. Wakolosai 3:16. Wakolosai 3:16 inasema hivi. Inasema naam, na neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu. Huyu Paulo anawaamrisha, sio neno la Mungu, neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu. Paulo ndiye anawaambia Wakristo. Katika hekima yote. Yaani nyinyi mwe mnamtaja Yesu. Ina maana Wakristo mpaka sasa hawajawahi kumtaja hata Mwenyezi Mungu aliyemleta Yesu. Mkifundishana na kuonyana kwa zaburi. Unaona maagizo ya Paulo hayo, anawaambia Wakristo. Na nyimbo. Unaona nyimbo. Kumbe aliwaambia waimbe nyimbo ni Paulo, sio Mungu. Na tenzi za rohoni. Na tenzi za rohoni. Huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Umeona nini nayo? Huku mkimwimbia Mungu. Kumbe ni Paulo. Endelea. Na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu. Kwa hiyo Wakristo naambiwa wafanye kwa jina la nani? La Yesu, sio kwa jina la Mungu. Nenda 2:23. Hapo utulivu. 2:23. Paulo kigeugeu na wakanyaga tena. 2:23 Wakolosai inasema. Paulo na wakanyaga kigeugeu. 3:23 Wakolosai inasema. Lolote mfanyalo. 3:23. 3:23. Subiri hapo. Mambo haya yanaonekana kana kwamba yana hekima. Paulo na wakanyaga tena Wakristo. Mambo haya yanaonekana kana kwamba yana hekima. Katika namna ya ibada mliojitungia. Kumbe mliojitungia wenyewe hizo nyimbo. Kawageuka Paulo. Endelea. Na katika kunyenyekea. Namna ukimwona Yesu wewe ndio Mungu wetu. Ndio ushuke hapa, utulize Yesu. Umeona nayo? Ananyenyekea. Endelea. Na katika kuutawala mwili kwa ukali. Na kuutawala mwili kwa jina la Yesu. Ninakuamuru. Mpaka kutoka hapo kwenye panado. Lakini hayafai kitu. Paulo anawaambia, anawakanyaga, anasema mambo hayo hayafai kitu. Hayafai kitu. Sasa yanayofaa, swali langu ni 22:9 Ufunuo. Soma. 22:9 Ufunuo inasema. Inasema hivi. Naye akaniambia, angalia usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako manabii na wale wayashikayo maneno ya kitabu hiki cha Biblia, msujudie Mungu. Swali langu, andiko hili la ndani ya Biblia limo au halimo? Teremka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wadhiri, umelisikia swali? Yes, nimelisikia na kulielewa. Basi tunakupa dakika 5 kwa ajili ya majibu. Wenyewe wana msemo wao, wanasema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hatusemi hivyo. Kina mama tulioni. Naomba ni dakika zangu, utakanusha ukipanda muadhiri. Ngoja na Nimshukuru ya haya. Kuna vipengele ambavyo yeye amevipitia vizuri. Kwanza nimshukuru. Yeye hakukataa ibada ya kupiga magoti, hajakataa. Wakristo, haleluya. Na somo la leo nimkumbushe, amesahau. Somo la leo linasema ibada halali ni kupiga magoti au kusujudu. Mimi nimefundisha watu waliokuwa wanafanya ibada, wanasali, wamepiga magoti, yanatuonyesha waliosujudu bila kufanya ibada. Unaona sasa? Hiyo ndio msiba. Wakristo, haleluya. Yaani mimi sikutaka kuangalia watu wanaosujudu bila ibada. Kusujudu ni kufanyaje? Korani 12:100. Inawezekana hajasoma. Korani 12:100 inasema. Tunaomba utulivu. 12:100 anasema. Na walipoingia kwa Yusufu. Sasa wazazi wa Yusufu
walipoingia kwa Yusufu, aliwainua wazazi wake na kuwaweka katika kiti chake cha ufalme. Sawa? Kusujudiana. Kusujudiana ndiyo maamkio makubwa ya kizamani. Haleluya. Korani inasema kusujudiana ni kuamkiana. Sasa anasema ni kufanya ibada au vipi? Wakristo, haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Hata ndani ya Biblia waliokuwa na sujudu walikuwa wanasalimiana. Wakristo, haleluya. Amen. Yani ametoa aya za kusujudu, lakini hao watu wanaonekana walikuwa wafanyi ibada. Musa aliona utukufu wa Mungu umepita mbele yake, akasujudu. Yani alikuwa anatoa salamu, anamsalimia Mungu. Wakristo, haleluya. Alafu ya haya achelewi kusahau, yani kusahau, kuchelewa achelewi kusahau. Hapo anasema tunatakiwa tumsujudie Mungu. Anatoa aya wanafunzi wa Yesu wamemsujudia Yesu. Mmeelewa nini hapo? Wakristo, haleluya. Amen. Anasema hivi, Mungu ndiye anatakiwa kusujudiwa. Alafu anatoa andiko wanafunzi wa Yesu wamemsujudia Yesu. Huyu Mkristo huyu. Amina. Haleluya. Amen. Yani huyo Mkristo. Hebu soma aya yake Ufunuo 22:9. Soma aya yake ni mjibu hapo. Yani anafikia ametoa andiko. Wewe hoja ya leo ni kusujudu, ni ibada iliyo halali. Ni kusujudu au kupiga magoti? Ibada iliyo halali ni kusujudu au kupiga magoti? Usionyeshe watu wanaosujudu bila kufanya ibada. Mwenyekiti nilinde. Sikutaka kuonyesha watu wengi waliosujudu ambao walikuwa wanasalimiana, walikuwa wanaonyesha ishara ya kumheshimu Mungu na sio kumwabudu. Ibada halali ni kupiga magoti. Hebu iseme hiyo 22:9. 22:9 Ufunuo anasema, naye akaniambia, angalia, usifanye hivi. Sasa anamwambia usifanye hivi. Huyu malaika amemtokea Yohana, alipomwona malaika akataka kumsujudia, akamwambia usifanye hivi. Usinisujudie mimi, kwa sababu Wakristo wana hadhi mbele ya Mungu kuliko malaika. Hadhi kubwa. Haleluya. Endelea. Mimi ni mjoli wako. Malaika anasema mimi ni mjoli wako, yani mtumishi wako wewe. Na wa ndugu zako manabii. Na hata ndugu zako manabii mimi ni mtumishi wao. Na wale wayashikayo maneno ya kitabu hiki. Sasa wewe unanisujudia mimi wakati mimi ni mjoli wenu. Anayotakiwa kusujudiwa nani hapo? Msujudie Mungu. Haleluya. Mwambia Yohana, mwenyekiti nilinde. Mwenyekiti nilinde. Waislamu namuongeza dakika moja. Najua mmefurahi. Muda bado. Katika muda huo nitaongeza dakika moja. Sasa Yohana anaambiwa na malaika yeye hatakiwi kumsujudia malaika. Yani hatakiwi kumsalimia kwa heshima, anatakiwa kumsalimia kwa heshima Mungu. Kumsalimia, kwa sababu kusujudu ni kusalimia. Tunaomba tusikilizane. Tulia, muda tunasimamisha huko. Kunja ngumi, kohoa kidogo. Takbir. Mwadhiri naomba utulie. Ngoja kwanza mwenyekiti. Amen. Alafu lazima ajue Kiswahili ya aya. Aya hii iliyosomwa haimuhusu yeye. Unaposema msujudie ni wengi, mmoja anakuwa mmoja. Sasa yeye anaingia kwa Yohana, anaambiwa Yohana, yeye anasema ni yeye. Msujudie, sio msujudieni. Nyinyi mmepewa ruhusa na nani? Msujudie.
huyo msujudieni. Wakristo, haleluya, amen. Alafu Yahaya hajakataa kwamba wanaosujudu kwenye Qur'ani ni wachawi wa Kiislamu. Hajakataa hilo. Hiyo hajakataa. Maana hapa tumekwenda naye sawa sawa. Ila akasema mbona kuna Simeoni kwenye Biblia mchawi? Sasa ameitwa Mkristo au jina? Sasa jina sio dini. Wakristo, haleluya. Mimi hapa naitwa Omari, kwani hakuna Omari wa Islamu? Sasa jina ndio dini? Yaani huyo mchawi mwenyewe aliyemsema, huyo mchawi mwenyewe alikuwa anapambana na Wakristo. Sasa atakuwa Mkristo mwenzao? Ameshindwa kukanusha. Yaani aya ingekuwepo ndani ya Biblia kwamba Wakristo wachawi, tusingelala. Wakristo, haleluya. Lakini wanaosujudu ni wachawi wa Kiislamu. Yahaya ajabisha. Wakristo, haleluya, amen. Wakristo, haleluya. Katika swali lake, naomba usubiri kitu hapo. Tunaomba tusikilizane jamani. Maneno niko mimi huku nyuma, lakini maneno mengi sana yanatoka huku nyuma, hajajibu swali. Sasa naomba tuelewane. Naomba tuelewane, msipige kelele kama watu ambao kina mama, wallahi kina mama mimi. Sasa wewe kwa upeo wako ulipowajibu wao hawajaelewa, wanaomba uendelee kuwajibu kwamba asujudiwe, kwamba andiko hilo limo au halimo. Sasa wakati unajibu, naomba tuelewane. Wakati unajibu watu hawako makini, ndio maana kunaonekana kama ni ushabiki. Sasa naomba wewe uwajibu kulingana na elimu ulionayo, maana ni kubwa sana. Unapokwenda ndani zaidi watu hawaelewi, wajibu haya sana kulingana na hekima yao. Haya, Wakristo, Omari, naomba niongane na mwenyekiti wangu. Naomba tutulie. Mwenyekiti, katika toka tumeanza leo nimekupongeza. Umemrudisha kwenye swali. Omari, endelea. Asante. Wakristo, haleluya, amen. Hapo panashangaza kidogo. Kwa sababu gani? Mtu ananiita Omari, naitika naam, alafu ananiuliza wewe ndio Omari? Amesoma andiko alafu anauliza limo. Wewe ulilisoma wapi? Wewe ulisomaje kama limo? Yaani yeye analisoma alafu anauliza limo. Wewe ulilisoma wapi? Inategemea wewe ulilisoma wapi, kwenye gazeti au kwenye nini? Wakristo, haleluya, mimi niishie hapo. Bwana Yesu asifiwe. Unajua watu wakipiga kelele hamwezi mkasikia majibu. Sasa kwa sababu majibu yamekwisha kutolewa, tunaomba mwadhiri upande wa Kiislamu utoe swali la pili. Haya, naomba tutulie. Mwenye akili timamu anayefuatilia mdahalo, yule bwana ametoa jibu aliloulizwa. Safi. Yaani hivyo tunakwenda. Yaani huyu Yahaya kamuuliza swali ambao kasoma kwenye Biblia. Wewe unafikia tajibu nini? Anamuuliza Yahaya, wewe umelisoma wapi? Ina maana kasema kwenye Biblia. Yahaya, swali la pili. Nimefarijika. Sasa inaonekana wewe ni mwanafunzi wangu mzuri kabisa. Nimefarijika. Huwezi kunikwepa. Sasa hapo umeenda vizuri kabisa. Kwa hilo nakupongeza. Alafu jambo lingine, kwamba kusujudu ni maamkiano ya zamani. Nadhani wasikilizaji hapa nimetoa Ufunuo 7:11. Tumekuta malaika wanamwamkia nani? Mungu. Kwa ni wazi kakubali kwamba mbinguni malaika wanamsujudu Mungu. Kwa hilo ubarikiwe sana. Maana nayo, kwa hilo ubarikiwe sana. Yaani wewe ni mkweli. Wewe ni mkweli, na sisi tunataka watu wa kweli wa namna hiyo, na unasaidia upelelezi. Ama ndugu zangu, kuna jambo moja nasema sijapitia. Sasa sura ya 7:12 inajibiwa, sura ya 7:20 inajibiwa na Qur'ani, sura ya 26, 49, 50, 51. Yaani hii ndio inafuta uchafu wote. Sura ya 29
Sura ya 29:46. Bwire na kuomba mara moja. Sawa. Bwire na kuomba mara moja. Haya, Bwire unaitwa mara moja. 26, 49, 50 au 91. 26. Naam. 26:49. Sikilizeni Wakristo wapendwa katika Bwana. Haya, staki, nimekukataza usitaje Mkristo. Takuteremsha. Msitaje wa Kristo? Usitaje Mkristo. Sikilizeni wapendwa katika Bwana. Naam. Ndani ya kitabu kisokuwa na shaka ndani yake. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Naam. Firauni akasema huyu ni Firauni au Farao. Sikilizeni vizuri wa Kristo. Akasema nini? Mmemwamini kabla sijakurusuli? Samahani mimi binadamu. Samahani wapendwa katika Bwana. Huyu ni Farao. Endelea. Mmemwamini kabla sijakuruhusuni? Mmemwamini Nabii Musa kabla sijawaruhusuni mimi Farao au Firauni? Yaani mmemwamini Nabii Musa? Bila shaka. Naam. Yeye ni mkubwa wenu ambaye amekufundisheni uchawi. Umeona? Farao anasema hapana shaka huyu Musa atakuwa amewafundisha nini? Uchawi. Huyu nani? Huyu Nabii Musa. Maneno anatoa nani? Firauni. Endelea. Basi mtajua. Sasa Farao anasema mtajua. Naam. Mtaona kwa yakini. Naam. Nitaikata mikono yenu na miguu yenu kwa kubadilisha. Endelea. Kutofautisha mkono wa kulia na mguu wa kushoto. Endelea. Na mkono wa kushoto na mguu wa kulia. Na kisha itakusurubuni nyote. Endelea. 50. Wakasema sasa wale wachawi wa Farao wakasema haidhuru watu kate tuwe hakika sisi sote tutarejea kwa Mola wetu. Hakika sisi sote tutarejea kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Tutarejea. Ina maana kabla walikuwa hawajarejea. Kwa hiyo tutarejea kwa Mola wetu. Wanamweleza Farao. Endelea. Bila shaka sisi tunatumai ya kwamba Mola wetu atatusamehe makosa yetu. Ndio, Mola wetu atatusamehe. Ina maana uchawi ni uchafu. Atatusamehe. Maana sisi tumekuwa wa kwanza wenye kusilimu hapa. Sisi tumekuwa wa kwanza wenye kusilimu hapa. Wapenda katika Bwana, kisa hiki ni maarufu. Kutoka 8:1 inaelezea wachawi wa Farao. Hiyo inatoa wasiwasi. Fimbo Musa alitumia uchawi. Hiyo haina wasiwasi wala haina upinzani wa aina yote. Haina upinzani. Sasa swali langu la muhimu andiko la Ufunuo 22:9. Naomba nirejee tena. Ufunuo 22:9. Naam. 22:9 Ufunuo inasema hivi. Inasema naye akaniambia, angalia usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako wa ndugu zako manabii na wale washikaye maneno ya kitabu hiki cha Biblia. Msujudie Mungu. Swali langu, andiko hili ni la kweli ni la uongo? Bwana mwenyekiti, naomba kabla ya kumpa ubana Wakristo na Waislamu tutulie. Swali la kwanza lilikuwa andiko hili kwenye Biblia limo? Yule bwana akasema, kwani wewe umelisoma wapi? Maana yake limo. Sasa anamuuliza kama limo. Sasa anauliza huyo, andiko hili kama limo kwenye Biblia ni la kweli au ni la uongo? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wakristo haleluya. Yahaya anatapatapa. Wakristo haleluya. Amen. Yaani nampongeza mara nyingine, hakatai ibada ya kupiga magoti kwa sio sahihi. Hajasema mpaka sasa. Amina. Au mmemsikia Yahaya amekataa? Yaani mpaka sasa tunajadili kusujudu peke yake. Mpaka sasa kusujudu ndio tunakojadili. Wakristo haleluya. Amina. Wakristo haleluya. Amen.
Naomba niseme 45:28 Qurani. 45:28 nasema na utaona kila umma. Sasa siku hiyo ya mwisho huko Qurani inatuambia siku ya mwisho itakuwaje? Utaona kila umma, umma wa Musa, umma wa Yesu, umma wa Muhammad, kila umma utauona. Utaona kila umma umepiga magoti. Msemaji nipo. Hajaandika kupiga magoti, ameandika kusujudu. Narudia. Usiongeze bwana, sitaki uongeze. Nasoma kwenye Qurani hapa. Anasema na utaona kila umma umefanyaje? Umepiga magoti. Haya, tulieni kwanza. Endelea. Wanapiga magoti wanafanyaje? Na utaona kila umma umepiga magoti. Siku hiyo ya mwisho wanapiga magoti watu, kila umma. Ndio maana Wakristo wakaanzia dunia. Wakaanzia hapo. Anasema na kila umma utakwenda kusoma kitabu chao, waambiwe. Sasa kila umma utapiga magoti alafu watasema kitabu chao. Sisi tuna cha kwetu na wao wana cha kwao. Mtalipa yale mliokuwa mkiyatenda. Watalipa yale waliokuwa wanayatenda. Wanapokuwa mbele za Mungu wanapiga magoti. Wakristo wanaanza mapema. Amina. Haleluya. Kwa hiyo yeye hana shida na kupiga magoti. Yeye shida yake ni kusujudu. Anapata shida na kusujudu. Qurani ilishakwambia ni maamkiano, ni kuamkiana. Ndani ya Biblia hakuna aya isiyo ya kweli. Ndio jibu. Amekula shule. Bwana hakupindisha kwamba kwenye Biblia hakuna neno la uongo. Kwa hiyo ukikuta kusujudu ni neno la kweli. Takbir. Haya, sasa kwa hiyo sasa hivi tunabadilisha kibao. Yaani wewe unajibu leo vizuri mwanangu. Bacho madhuri wangu aendelee. Haya, sasa kadri na Yesu huyo. Haya. Sasa tunaanza upande, tunahama sasa. Tunakwenda upande wa kule, anaulizwa ya haya. Mwenyekiti, mkaribishe mwadhiri wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaomba mwadhiri upande wa Kristo uulize swali moja. Mjadala unakwenda vizuri sana kabisa. Hivi ndivyo tulivyotaka. Wakristo haleluya. Amen. Wakristo haleluya. Amina. Tunaona katika Qurani na Biblia wala mali sio mama. Tunaona ndani ya Biblia, tumesema ndani ya Qurani, ibada halali inakuwa ni ya kupiga magoti. Msemaji, naomba urudie 22:41 Mathayo. Rudia hiyo. 22:41. Luka 22:41. Luka 22:41. Alipofika mahali pale aliwaambia, ombeni kwamba msije mkaingia majaribuni. Yesu uliona wanafunzi wake akamwambia, ombeni msije mkaingia kwenye majaribu.
mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe. Sawa. Akapiga magoti akaomba. Yesu akapiga magoti akaomba. Sasa sisi wa Kristo tunapiga magoti tunaomba, tunamuiga Yesu. Swali linakuja sasa, sikiliza swali kwa makini. Swali linakuja, aya gani ndani ya Qur'ani ili nyie Waislamu mwe mnamuiga Muhammad? Aya gani ndani ya Qur'ani Muhammad aliwahi kusujudu? Aya. Kupoteza muda wala kutengeneza swali. Aya gani Muhammad kasujudu? Takbir! Yohana we Omari, nimefarijika sana. Wapendwa katika Bwana, yule amesaidia katika njia moja katika hali ya kuhitimisha mada hii. Ama 45:28 kwanza tuweke mazingira sawa. 45:28 ndani ya Qur'ani tuyaweke mazingira sawa. 45:28 inasemaje? 45:28 ndani ya Qur'ani. Naam. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Naam. Bismillahir rahmanir rahim. Na utaona kila umma umepiga magoti. Tulia. Omari katoa aya hii sawa kabisa. Mwenyekiti, naomba utulivu mmoja anapenda kujibu. Hapana mwenyekiti, kushangilia kwa Wakristo imo. Wamalize haya, endelee. Naam. Haya, endelea haya. Aliyotoa Omari utaona yeye mwenyewe bila kulazimishwa amesema siku ya mwisho. Yeye mwenyewe kasema siku ya mwisho, siku ya kiyama, sio sasa hivi. Yeye mwenyewe bila kulazimishwa. Endelea. Na aya ndivyo ilivyo, na andiko ndivyo ilivyo. Endelea. Na utaona kila umma umepiga magoti siku hiyo. Na kila umma utaitwa kwenda kusoma kitabu chao. Kila umma utaitwa kwenda kusoma kitabu chao. Ni siku ya mwisho. Omari hapa ametafsiri sawa sawa kabisa, sio sasa hivi. Kwa hilo ni point moja safi kabisa. Ama 20:36 Matendo 20:36 Matendo 36. Nyinyi wa Kristo mnapiga magoti hivi sasa. Je, mnamwabudu Mungu? 20:36 Matendo ya Mitume inasema. Naam. Alipokwisha kunena haya, akapiga magoti. Akapiga magoti, akaomba pamoja na wote. Wakalia sana wote. Wakamwangukia Paulo shingoni, wakambusubusu. Kwa hiyo nyinyi mnapiga magoti, mnabusu Paulo, hamjamwabudu Mungu. Nyinyi mnambusu Paulo. Ama 19, Mwenyezi Mungu tubainishie ndani ya Qur'ani, wapiga magoti unawaeleza bibi. Haya, utulivu tunapata. Mungu anaweza apiga magoti, tunaomba utulivu. 19:66 19:66 nenda 71 kwa haraka. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Sura Maryam. Bismillahir rahmanir rahim. Wala hakuna yote katika nyinyi ila ni mwenye kuifikia hiyo jehanamu. Ni wajibu wa Mola wako na hukumiwa. Kisha tutawaokoa wale wamchao Mwenyezi Mungu. Na tutawaacha madhalimu humo wamepiga magoti. Nyinyi madhalimu, nyinyi watu wa motoni, wapiga magoti wote ni watu wa motoni. Takbir. Yani wewe unatangaza sera safi, wapiga magoti wote ni wapi? Motoni. Utulivu. Mwenyekiti, tunaweka utulivu wakati mmoja anapenda kujibu. Watu hawajasikia andiko ile 19:71 Qur'ani. 19:71 wapiga magoti wote finali. 19:71 Qur'an. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Wala hakuna yote katika nyinyi
ila ni mwenye kuifikia hiyo jehanamu ni wajibu wa Mola wako uliokwisha hukumiwa. Kisha utawaokoa wale wamtao Mwenyezi Mungu na tutawaacha madhalimu humo wamepiga magoti. Nyewe ni madhalimu. 9:1 Ufunuo. Yesu atufahamisha na wewe unasemaje? 9:1 Malaika watano wakapiga baragumu. Nikaona Ili tunapunguza dakika, uliza swali. Haya, uliza swali. Najibu swali. Jibu swali sasa. Najibu ni sura ya 48. Mina shetani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu na walio pamoja naye ni wenye nyoyo thabiti mbele ya makafiri na wenye kuhurimiana wao kwa wao. Utaona wakiinama kwa kurukuu na kusujudu pamoja. Watoto tukae chini. Tutulie tupate swali la mwisho. Omari. Huyo Omari alikuwa Muislamu akaacha. Sasa anatetea Omari swali la pili. Na huyo alikuwa Mkristo akaacha akaenda Uislamu. Na hoja zake kubwa hiyo. Na huyo Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya, Omari swali. Haya. Bwana Yesu asifiwe. Waislamu wameshangilia, wanaonekana kama wameelewa. Hebu irudie hiyo haya. Yaani ya haya ameifunika sasa, niwasomee muone inavyosema. Yaani kichekesho sema 9:48. Haleluya. Amina. 29:48. Yaani unafikiri kwamba Muhammad alisujudu? Asujudu Muhammad mimi nitoke kwenye Uislamu? Sema Wakristo haleluya. Amina. Sema hiyo aya 29:48. 29:48. Surati Ankabut. Kwanza kuna mtu anaripoti bila kujitambulisha. Yeye anasema mtume Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Sema 29:48 anasema na ukuwa mwenye kusoma kitabu chochote. 29:48. 29:48. 29 sasa. Hapo naomba utulie, naomba usipange utulie. Haya, 48 kunyuma ndio taendelea. Unyamaza tu, shika maiki yako unyamaze, wasipo wakitulia ndio tunaendelea. 29. Anasema Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu na walio pamoja naye ni wenye nyoyo thabiti mbele ya makafiri. Walio pamoja naye sio yeye sasa. Yeye anatambulishwa ni mtume. Walio pamoja naye sasa na wenye kuhurumiana wao kwa wao. Hao walio pamoja nao wanahurumiana wenyewe kwa wenyewe. Anasema utaona wakiinama kwa kurukuu. Walio pamoja naye ndio utawaona, mpaka leo hatujawaona. Walio pamoja na Muhammad tutawaona, sio tu wanaonekana sasa, tutawaona baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Naona majibu yanawachonga, halafu wanaanza kupiga kelele. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Maana kama wewe uchomwi, sikiliza majibu ya muadhiri ndipo upige kelele mwishoni. Kwenye kitu nikusaidie. Mimi katika kitu mnachonikorofisha, ninyi Waislamu leo mnanikorofisha. Mwacheni, kaeni kimya. Sikilizeni hoja yake anayoshika. Hayawezi sasa. Sikilizeni hoja. Nyie sikilizeni hoja. Ondoka hapa. Huyu atoa kauli aondoke hapa. Nani? Tunaomba atoke hapa. Kashaondoka. Hapo. Unaweza dakika zako. Enuka Omari. Haya. Endelea. Anasema
anasema na kusujudu pamoja, wakitafuta fadhila za Mwenyezi Mungu na radhi yake. Wanatafuta fadhila za Mwenyezi Mungu na radhi yake. Alama zao ziko katika nyuso zao. Ziko katika nyuso zao. Anasema alama zao ziko katika nyuso zao kwa athari. Kwa taathira athari ya kusujudu. Hiyo ni athari yameathirika. Aya inasema hivi, utawaona wakiinama kwa kurukuu na kusujudu pamoja. Leo hii wanawatenga wanawake. Aya inasema pamoja. Unaona sasa? Wakristo, haleluya. Msemaji, nijenge swali namna hii. Inga 2:102 Korani na ufafanuzi. 2:102 na ufafanuzi. Ndani ya surati al-Baqara. 2:102 anasemaje? Wakafuata wale waliofuata mashetani, wakadai kuwa walikuwa katika ufalme wa Nabii Suleiman, na Suleimani hakukufuru, bali mashetani ndio waliokufuru, wakiwafundisha watu uchawi waliokuja nao, waliokuwa wakiujua wenyewe tangu zamani. Asante. Sasa watu walikuwa wanafundishwa uchawi. Nenda ufafanuzi. Ufafanuzi nasema Suleiman aliyetajwa hapa, ni Nabii Suleiman. Mayahudi wanamwitikadi kuwa kapata utume kwa uchawi. Na basi na wachawi wa Kiislamu si wa Kikristo. Wachawi wa Kiislamu hao. Na katika Qur'ani tunaona wachawi ndio wanapinduliwa, wanapinduka alafu wanasujudu. Sasa swali, tukifika msikitini kuna wachawi wa Kiislamu, tutatambuaje hawa ni wachawi, hawa sio wachawi msikitini? Haya, swali hilo kamalizia hilo swali kamalizia ya haya. Swali kamalizia hilo. Tusikilize majibu. Waislamu, takbir. Nadhani kijana wangu ameshamaliza, japo kwamba wasikilizaji, yule bwana ameuliza swali ametoka nje ya mada, lakini kwa kuwa ni mwanafunzi wangu nifanyeje? Nitamjibu. Bwana, hivi sasa tuko kwenye uchawi. Ama ndugu zangu wa Kristo na wengine mnaosikiliza hapa, baada ya kuelewa kusujudu, hebu nirejee tena 48:29 ndani ya Qur'an, tuweke mazingira sawa. 48:29 Qur'an ndani ya kitabu na kitu mwalimu wenu wa mahali wa Kikristo hajataja kaogopa. Soma. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Muhammad. Soma. Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na walio pamoja naye Muhammad ni wenye nyoyo thabiti mbele ya makafiri. Unaona? Na wenye kuhurumiana wao kwa wao. Kwanza Muhammad na Waislamu. Utawaona. Wakiinama kwa kurukuu. Kwa nini? Na kusujudu pamoja na Muhammad amesujudu. Wakitafuta fadhila za Mwenyezi Mungu na radhi yake. Tunatafuta fadhila ya Mwenyezi Mungu na radhi yake. Alama zao vikatoka nyuso zao kwa taathira na athari ya kusujudu. Sasa mwenzenu aliacha sehemu hapa, sikiliza dongo hilo. Ndio mfano wao katika Taurati. Ni mfano wao wa kusujudu katika Taurati. Tumemwona Musa na sujudu. Na mfano wao katika Injili. Na mfano wao katika Injili kusujudu.
9:1 Ufunuo. 9:1 Ufunuo kwa wenye kuandika. Aya, tutulie tusikilize neno la Mungu. Wasiosujudu. Malaika watano akapiga baragumu. Nikaona nyota iliyotoka mbinguni imeanguka juu ya nchi. Naye akapewa ufunguo wa shimo la kuzimu. Akalifungua shimo la kuzimu. Moshi ukapanda kutoka mashimoni kama moshi wa tanuru kubwa. Jua na anga vikatiwa giza kwa sababu ya ule moshi wa shimoni. Nzige wakatoka katika ule moshi. Wakaenda juu ya nchi. Wakapewa nguvu kama nguvu walionayo nge wa nchi. Wakaambiwa wasiazuru majani ya nchi, wala kitu chochote kilicho kibichi, wala mtu yoyote, ila wale watu wasio na muhuri ya Mungu, ila wale watu wasio na muhuri ya Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Bado kibano wa Kristo kiko pale pale. Biblia, wale watu wasiokuwa na sigina, kibano kiko pale pale. Hata mkiwa kwenye masanduku, kibano kiko pale pale. Takbir! Takbir! Ndugu yangu kauliza swali moja. Ama ndugu zanguni, Waislamu pamoja na sisi Waislamu tunatambua Waislamu wa ulimwengu mzima. Heri na shari vinatoka kwa nani jamani? Asiasikia. Heri na shari vinatoka kwa nani? Jamani, uchawi mbaya mzuri? Mbaya. Kwanza tuweke sawa mazingira kwanza. Maombolezo 3:37. Maombolezo 3:37. Maombolezo 3:37. Kitabu cha Maombolezo 3:37. Ndani ya kitabu cha Maombolezo Yeremia. Maombolezo 3:37 kwa wenye kuandika. Fungua haraka mbele ya Yeremia. Haya. Kama uchawi mbaya, Maombolezo 3:37. 3:37 Maombolezo inasema hivi. Inasema 3:37 Maombolezo kwa wenye kuandika. Naam, inasema hivi. Ni nani asemaye neno nayo likafanyika? Ikiwa Bwana hakuliagiza, ikiwa Mungu hakuliagiza, katika kinywa chake aliye juu, katika kinywa chake aliye juu nani? Mungu. Hayataki maovu na mema. Maana mema na maovu, mema na mabaya yanatoka kwenye kinywa cha Mungu. Biblia hiyo ni Biblia, sio mimi. Biblia, mema na maovu yanatoka kwenye kinywa cha Mungu. Hapa nilikuwa namfuta fikra za yule bwana. Sasa najibu swali. Tunaomba muda umeisha. Anajibu swali sasa. Tunaomba muda umeisha. Najibu swali 8:2. Tunapata muda. Tulia kwanza. Naomba fikiri alikuwa ngoja tusikilizane. Ngoja kwanza. Subiri. Huyu wakati anajenga hoja ya swali ina maana kwamba alijua kwamba kuna muda wa kuuliza swali. Subiri. Sasa muda unapoisha sisi tunafuata taratibu za muda. Ngoja haya. Subiri kwanza. Subiri kwanza. Yule bwana aliulizia swali la uchawi. Wewe una haja ya kulijibu swali la uchawi kwa sababu muda umeisha. Tunakubaliana wewe. Tuone mambo ya fikra na wewe ulikuwa unajibu nje ya topic. Kwa sababu mada ilikuwa sio kusujudu na kupiga magoti. Yaani huyu alikuwa anamsaidia yule kaulizia uchawi. Wanasujudu ni wachawi. Wanasujudu ni wachawi ndio sikilizana. Bwana tunaomba tusikilizane. Kwa sababu tunafuata taratibu za kiti. Lakini kwa sababu yule na mbele na namba ile pale. Haya kwanza. Huyu ukijibu swali kabla hujajibu anakuambia naongeza moja. Sasa hivi kibano alichochukua ndugu yangu, usimwachie. Msikilize anasema sisi. Tunatangaza, anachosema ni hivi, mnasikia mwenyekiti? Haya, anachosema ni hivi. Muda unapofika hapa mimi lazima niseme muda umeisha. Sawa. Sasa kama tunajadiliana kwamba aongeze kujibu, sisi ndio mwenye viti ndio tunaruhusu aendelee. Anasema hivi. Umeshakataa mara 2. Tangaza mada ya kesho. Tuombe dua. Nini sasa? Maana hiyo. Mimi nakusaidia wewe utange. Mimi sina maana hiyo. Wewe una maana hiyo vipi? Sikilizane. Ngoja kwanza. Tunasikilizana. Nasema hivi, tumekwambia hivi, machi ajibu swali aliloulizwa kwa sababu alikuwa nje ya mada.
mada ilikuwa kusujudu na kupiga magoti. Sasa yule kaulizia wachawi. Ndicho anachosema hivi mwenyekiti kwamba amemaliza dakika zake 5, lakini sisi kama watunza muda tuseme kwamba zile dakika zimeisha. Kama muongeze dakika ajibu swali, ndicho tunachokubaliana. Haya, lakini ni sharti tuseme kwamba muda umeisha. Nimeelewa. Muda unapoisha tunakubaliana basi na mpangaji. Hapo dakika moja. Dakika ngapi? Dakika moja. Na mimi nitazitumia. Naomba Mungu nizitumie 8:2 Qur'ani. 8:2 Qur'ani. Dakika moja tu. 8:2 Qur'ani. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hakika wanaamini kweli. Ni wale ambao wanapotajwa Mwenyezi Mungu, nyoyo zao hujaa hofu. Na wanaposomewa aya zake, huwazidishia imani. Na wakamtegemea Mola wao tu. Waislamu tunamtegemea Mungu tu. Hawana kuamini mizimu, wala pango, wala shetani, wala makaburi, wala mengineyo, wala mambo mengineyo, uchawi. Ukimwona mtu mchawi akadai yeye ni Muislamu, huyo anakuwa sio Muislamu. Nimejibu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Haya, naomba tutulie. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tutulie. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haya, naomba tutulie. Mada ya kesho. Tunatangaza mada ya kesho. Tunaomba utulivu. Kina mama nangapi? Tunaomba utulivu. Kuna vitu vinafuata tena. Wakristo tunaomba utulivu. Haya, hapo mlipo Wakristo tunaomba msimame na mtulie hapo mlipo. Haya, kina mama wote, kuna mambo yanataka kutangazwa hapa, tunaomba tutulie. Mzee na pesa ukija hapa. Wakati ukija hapa. Haya, mada ya kesho, je, Paulo ni mtume? Mada ya kesho, Paulo ni mtume? Douglas na pesa anaomba uje hapa. Wakristo wote msiondoke, tunaomba msimame hapa tulipo. Yesu ni Mkristo au Muislamu? Kanda za jana. Yesu ni Mkristo au Muislamu? Mada ya kesho, je, Paulo ni mtume? Bwana Yesu asifiwe. Shika yako. Toka yako. Naomba huko Waislamu wote, naomba tutulie. Waislamu wote naomba tutulie. Tukae chini, kila Muislamu akae chini. Kina mama kaeni chini hapo. Kina mama wanaogopa Mungu akae chini. Wakristo, Bwana Yesu asifiwe.